Tukirudi hapo kwenye interview yako tumekuona ukitumia kauli ya kwamba media za dufu zimekuwa nyingi nchini na unazipongeza kwa ukubwa. Lakini tulitamani kusikia ni neno gani unalolizungumza juu ya wingi wa media hizo kama mdau wa media za dufu na unaijihusisha na maudhui hayo. Unawaambia nini hizi media za dufu? Sawa. Bado tunarudia pale pale, mkamilifu Allah. Swali lako linalenga kwenye sehemu mbili. Nitajibu kwa namna moja ama nyingine kwa vile ambavyo mimi nafahamu. Media kwa nyingi za dini sio sehemu kuu wala sio sehemu ambayo nitaizungumzia, kwa sababu wako wengi kaka zangu ambao wamenizidi. Akina Babdeo, akina Masjidi Mtoro, akina Darasa na watu mbalimbali ambao hao sasa siwezi kuwazungumzia kwa sababu ni sehemu ya dini, niseme ni media za dini ambazo zimesimama kwa ukubwa wake. Kuna Shafii Online TV nayo imesimama kwenye ukubwa wake, haijaja huko ambako mimi nataka nizungumze. Kama ulivyozungumza kwenye dufu. Kwa nini nataka nizungumze kwenye upande wa media za dufu? Media za dufu tuko wachache, ingawa ni wengi. Leo hii nikikuhesabia tuko zaidi ya watu 7 kwa 8 media za dufu. Yaani zinazoposti adhara hizi za dufu. Kimbede, ukiingia YouTube kuna Sirata wenyewe, kuna wadogo zangu wapiga picha wale ambao nao ni short clip, Kidali Tala, lakini pia kina Mjumbe na wengine wapo ambao wanaofanya majambo haya. Sasa uwazo langu au ushauri wangu kwa hizi media ambazo zinazokuja kwa ajili ya haya twali hizi, kwanza cha kwanza inatakiwa tuzipende, yani tuzipende madrasa, tuwapende hawa watu wa madrasa. Yani watu wa madrasa ambao wanatuzunguka tuwapende. Tuwapende kwa namna gani? Yani tukubali kile ambacho wanachotuambia. Tukubali yale ambayo wanaotufundisha, kwa sababu wao wanaona, sisi tunaona, lakini kwamba wao ndo wadau wetu, wao ndo mabosi zetu, wao ndo washauri wetu. Tukubali kile ambacho tunachoambiwa, lakini na wao pia watu wa madrasa watuheshimu. Watu wa madrasa kwanza, cha kwanza mimi niseme hapa, hawaheshimu watu wa media za dufu. Hawaheshimu kwa sababu naweza nikazungumza hivi, leo hii achukuliwi thamani kubwa mtu wa dufu, yani media za dufu. Leo hii wewe mwana madrasa unaandaa shughuli yako, unataka umuite Bede, umuite Sirata, sijui umuite nani. Bajeti yako embu iweke pembeni. Wakati mnaiandaa shughuli, iwekeni bajeti ambayo unasema kwamba hii akija Bede nampa nini? Nauli. Akija hii kuna bando. Lakini leo hii anaweza akaenda mtu shughulini akamaliza pale nini? Inshallah. Leo hii kuna bando, kuna nauli, kuna vitu mbalimbali. Bede kaenda wapi? Vasha kaenda wapi? Nani kaenda wapi? Zumba kaenda wapi? Leo hii mtu anatokea mbali sana. Usipomthamini, kumuonesha ile thamani yako, hawezi kukuthamini, kwa sababu inasema kanuni inasemaje? Kuna kanuni ambao watu wanasema kwamba ukilithamini jambo na jambo litakuthamini. Yani hakikisha kwamba leo hii nampa mtu fulani nauli, hii bando, kesho hata ukimuita anakuja. Lakini kwamba ile inshallah. Lakini watu wengi tunasema kwamba hii tumejiwekea kwamba dini, media za dini inshallah nyingi, media za dini Allahumma amin, media za dini Allah atawalipa. Ni kweli, lakini wanaacha majambo yao, wanafanya jambo lako. Wanaacha muda wao, wanafanya muda wako ambao wewe unawapa, lakini wao wanakupa muda mzuri wa kufanya jambo lako. Kwa hiyo kwa nini usimheshimu? Kwa nini usimpe thamani huyu ambaye aliyekuja kwenye shughuli yako? Lakini wito wangu kwa media za dufu hizi, media za dufu, wito wangu, usiende sehemu kama hujaitwa. Sio, umeelewa? Usiende sehemu kama hujaitwa. Bede bana, wasiliana naye vizuri. Amekuita, hebu mpe hata wewe bajeti yako. Bwana mimi nauli, bwana mimi bando, ni kawaida, ni sehemu ya maisha yetu. Lakini tukifanya tu unaenda pale, ukitoka pale unalalamika nauli, tunaanza. Mimi mfano tu shughuli moja, nilienda kushughulini, namfuata mwenye shughuli, bwana nauli, nilikuwa na Zumba hiyo siku. Sisemi sehemu gani. Tumeshamaliza. Tena tumerusha live. Bando letu sisi tumemaliza pale bwana. Nauli share. Tunatoka hapa. Mimi Mbagala nakaa. Zumba nakaa huku Kivule. Nauli tu kipengele tata, tumeenda mpaka Zumba na akakasirika, nikamwambia
Kanuni yenyewe inasema ukimshughulisha mtu utagharamikia. Sasa sisi tumeshughulishiwa hapa, hakuna chochote, basi tuondoke, Allah atalipa. Lakini Allah atalipa vipi? Ndio itakuwa kisa kile cha Makonde cha mtoto. Mtoto kaibiwa viatu msikitini, shehe ametoka anamwambia bwana Allah ataleta, Allah wewe mwachie Mungu. Mtoto anakuambiaje? Viatu vyangu mimi vidogo. Yaani hivi viatu vidogo sana, Mungu hawezi kuvaa. Mungu mkubwa. Kwa sababu nini? Mtazamo wa yule mtoto alimchukulia Mungu mkubwa, masikio kama mimi nayo hivi, Mungu ana sikio kubwa, sijui nini. Sio kweli. Kwa hiyo watu wa madufu, yani media za dufu, ninazisemea hapa media za dufu, mimi sio mjuaji. Na leo hiyo hata watu waliowahi kufanya kazi na mimi wanajua mimi mtu sijawahi kumpiga hela, ila namwambiaga tutagharamikia nauli na bando, basi niko sahihi. Ondoka na maneno mawili kwamba media za dufu tujitambue, na tusiende sehemu bila kuitwa. Na jambo la pili, watu wa madrasa waheshimuni watu wa media za dufu.